Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Wasafiri wenzangu, naamini Mungu ni mwema, naendelea kutenda miujiza katika safari yako ya maisha, katika kipindi hiki cha safari yetu ya jangwani. Naamini unabarikiwa sana katika kile ambacho umekiweka ndani ya moyo wako, katika kile ambacho umekiazimia Mungu atende katika kipindi hiki cha siku 40. Bado unakishikilia na Mungu anaendelea kubariki. Lakini niombe ndugu yangu, baraka yako hii isikae pamoja na wewe peke yako. Basi share na watu wengine kwa kuwaalika na kuwaunganisha katika safari hii kwa namna ile ambayo tumeiweka hapo chini, ambayo unaifahamu, ili watu wengi wazidi kupata baraka. Naomba nikwambie, ukiangalia leo tu katika mazingira fulani tofauti, ni giza, ni usiku, na ni kwa sababu ya mada yenyewe, na kuna hali fulani ya ukimya kimya, na watu kidogo hakuna, kumekaa kimya sana. Si bahati mbaya sana, ni kwa sababu ya mada yenyewe. Hii mada yenyewe ni kuondoka. Huu ni wakati wa kuondoka. Huu ni wakati wa kufanya maamuzi magumu katika usiku huu ambao utabadilisha historia nzima ya maisha yako, ambao ukikaa ukakumbuka utasema, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2025 katika kipindi kile cha Kwaresma. Mungu alinisaidia kutoka katika mazingira fulani magumu. Mungu alinisaidia na kuninua kutoka katika utumwa ambao nilikuwa nao. Naomba niwaambie kitu. Musa alipowapasha habari wana wa Israeli juu ya kuondoka katika utumwa Misri, nchini Misri kule, hawakusita, waliondoka, hawakusubiri chochote, walianza safari, walijikusanya pamoja. Ndio maana hata sisi tumejikusanya. Walikuwa katika mavazi na nai, walivaa kanzu. Hata mimi ninavyoona nimevaa kanzu kuonyesha hali ya kuondoka, hali ya kuanza safari. Hawakusubiri chochote kile. Kulipomazuka walikuwa washaenda mbali sana. Naomba nikwambie, huu ndio wakati wako wa kutoka katika utumwa nchini Misri. Huu ndio wakati wako wa kuondoka utumwani. Huu ndio wakati wako wa kupiga hatua kutoka katika minyororo ile ambayo ilikuwa imekufunga. Huu ndio wakati. Naomba niseme ukweli, haijalishi kwamba hali itakuwaje huko mbele. Haijalishi barabara itakuwaje, kutakuwa kuna giza au kuna mwanga. Haijalishi vita vitakuwaje huko mbele, utashindwa au utashinda. Haijalishi kuna kupona au kufa. Haijalishi watu watasemaje, watapenda au watachukia. Tunachojua tu ni wakati wa kuondoka, ni wakati wa kufanya maamuzi magumu. Yawezekana katika historia yako ya maisha au sasa hivi upo katika kilema ambacho kinakutesa maisha yako yote. Yawezekana upo katika uhusiano ambao unakunyanyasa na kufanya ulie machozi, lakini hauwezi kutoka kwa sababu hiyo au kwa sababu moja au nyingine. Yawezekana upo katika mazingira ya kazi, kwa nje unaonekana unacheka ila kwa ndani unahuzunika. Yawezekana upo katika utumwa ambao unaujua wewe na Mungu wako tu. Huu ndio wakati wa kutoka. Mungu amesikia kilio chako. Mungu amesikia yale unayopitia. Naomba nikwambie kabisa, huu ndio wakati wako. Naulia tena, huu ndio wakati wako. Fanya maamuzi magumu. Usiogope chochote wala kuangalia mtu yoyote. Usisikie mtu anasema nini, bali msikilize Mungu anayenena na wewe, anayeongea na wewe kutoka ndani ya nafsi yako. Naomba nikwambie kitu. Ukiwa katika hali ya woga au ukiwa unajiuliza au unapata wasiwasi, naomba nikupe faraja moja hii. Kwanza, kumbuka maneno yale ya Mtume Paulo aliyomwambia kijana wake mpendwa wake Timotheo. Alimwambia, kijana wangu Timotheo, kumbuka hili katika utumwa wako utakaofanya huko. Mungu akutupa sisi roho ya woga, bali roho ya ujasiri na nguvu. Mungu akukupa sasa, narudia kwako wewe, roho ya woga, bali roho ya ujasiri na nguvu. Jiulize, hiyo roho ya woga unaitoa wapi? Roho ya kushindwa unaitoa wapi? Roho ya kulia unaitoa wapi? Hiyo sio roho ambayo Mungu amekupa wewe. Mungu hajakupa hiyo roho. Kwa hiyo fanya maamuzi magumu. Inuka toka katika huo utumwa ambao unakunyanyasa. Hauwezi ukaendelea hivyo maisha yako yote. Acha kulalamika. Inuka. Futa machozi. Inuka. Acha kukaa chini. Inuka. Acha kulia peke yako kitandani na kuhuzunika. Inuka. Huu ndio usiku wa kutoka katika utumwa nchini Misri. Huu ndio usiku ambao Bwana ameufanya, anaongea na wewe. Naomba usikie hii sauti. Mungu atafanya makubwa katika safari yako ya maisha huko mbele.
Usimtegemee mwanadamu, bali mtegemee Mungu. Usimwamini mwanadamu, bali mwamini Mungu. Na yeye aliyekuanzisha hii safari, anayeanzisha safari ataifikisha. Mungu mwenyewe anajua. Naomba nikwambie kitu. Hebu jiulize tena na tena. Hivi utalia mpaka lini? Utahuzunika mpaka lini? Juu ya yule aliyekuumiza, juu ya yule aliyekusababisha machozi, juu ya yule aliyekutelekeza na familia yako, juu ya yule aliyekufanya ukakosa kazi au ukafukuzwa kazini, juu ya yule ambaye akupigii simu, juu ya yule anayekusema usiku na mchana, juu ya maneno anaozungumza wengine, juu ya yule ambaye ukimpigia simu hapokei licha ya kujua sababu kwa nini unampigia. Jiulize, hii si kwa ajili yake, bali ni kwa ajili yako wewe, ambao tunatembea wote katika hii safari. Naomba nikwambie kitu. Wazee wetu walisema kitu fulani kizuri sana katika maisha. Walisema uking'atwa na mbwa mara moja, kosa ni la mbwa, ila uking'atwa na mbwa mara mbili, kosa ni la kwako. Jiulize, wewe utaendelea kuumizwa na mtu yule yule mpaka lini? Utaendelea kuteswa na dhambi ile ile mpaka lini? Utaendelea kunyanyaswa na kilema kile kile mpaka lini? Huu ndio wakati wako kusema hapana, inatosha, 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 inatosha. Wacha nimtegemee Mungu. Wacha nimwamini Mungu. Nianze upya safari yangu ya maisha. Nilizaliwa nikiwa na furaha, nikakuwa nikiwa na furaha. Naomba niishi nikiwa na furaha. Nianze safari yangu nikiwa na furaha. Hauna wakati wa kupoteza. Wana wa Israeli hawakupoteza wakati. Naomba nikwambie leo, usisubiri mwaka mwingine. Usisubiri mwezi mwingine. Usisubiri wiki nyingine. Usisubiri siku nyingine. Usisubiri saa nyingine. Usisubiri dakika nyingine. Usisubiri sekunde nyingine. Ondoka, fanya maamuzi magumu. Ulianguka katika dhambi, sawa. Ulifanya maamuzi ambayo yalikupoteza mwelekeo wako fulani wa maisha, sawa. Watu ulipitia mazingira fulani magumu, sawa. Hatukatai, sisi ni binadamu, tunakosea. Lakini kubaki katika hali ile, hapana. Hauwezi ukaendelea kulia maisha yako yote. Kwaresima hii ni wakati wa kuondoka. Fanya maamuzi magumu. Mungu amesikia kilio chako, naye amemtuma Musa kuongea na wewe na kutoa katika utumwa huko Misri na kutembea na wewe. Roho wa Mungu atakuongoza katika safari yako, nao utamshuhudia Mungu katika Kwaresima hii maisha yako yote. Ondoka, tuelekee katika nchi ya ahadi.